Okay. Habari. Kwa majina nafahamika kama Dr. Koja. Leo niko hapa, tutaenda kuzungumzia juu ya afya ya akili ambayo ni emotional intelligence, kipengele cha maumivu. Tujue ni namna gani watu wanaweza wakapambana na maumivu yao emotionally. Niko pamoja na Madam Stella, ataelezea zaidi, lakini tutahosti hasa juu ya emotional intelligence na namna gani unaweza ukapambana na maumivu ambayo unapitia kila siku. Karibu Madam. Asante. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Stella Kasone. Ni compassionate listener, ni mtu ambaye ninafanya kazi ya kufanya mazungumzo na watu mbalimbali ambao wanapitia maumivu mbalimbali katika maisha, na kwa pamoja tunaweza kupata suluhisho la namna gani ya kukabiliana na hayo maumivu. Niko hapa pamoja na Dr. Koja kama alivyosema, kwenye studio za Duka Huru. Okay, sasa kwa kifupi, emotional intelligence ni ule uwezo wa mtu kujitambua yeye ni nani na namna gani anaweza akapambana na hisia zake, asijidhuru wala asimdhuru mtu ambaye anakutana naye. Lakini sisi leo tutaenda kuangazia juu ya emotional pain, maumivu ya kihisia. Sasa ningependa nifahamu kutoka kwako Madam, haya maumivu ya kihisia ambayo ni emotional pain yana tofauti gani na maumivu ya kimwili? Yani yale outer maumivu mtu ambapo anaweza akajiumiza nje, lakini tunatofautishaje na maumivu ya ndani ya kihisia? Asante. Maumivu ya kihisia ni maumivu ambayo hayaonekani kwa macho. Na ni vigumu kuonyesha kabisa kwamba maumivu haya ya kihisia labda yako mahali hapa na mahali hapa. Lakini maumivu ya mwilini ni rahisi kabisa kusema kama nimevunjika mkono, nimeungua na moto au nimedondoka nikajigonga. Kwa hiyo mara nyingi maumivu ya hisia kwa sababu hayaonekani, watu wengi sana wanakuwa wanashindwa kutafuta ufumbuzi, tofauti kabisa na maumivu ya kwenye mwili. Okay. Na tunajua kwamba sababu zinazopelekea maumivu ya nje kwenye mwili ni labda hivyo ajali, watu wamegombana, wakaumizana, yani ni zile trauma ambazo zinaonekana kwa macho. Je, ni mambo gani yanayopelekea mtu anapata haya maumivu ya kihisia? Tunasema kwamba huyu labda anahitaji msaada, ana emotional pain. Ni mambo gani yanayopelekea hayo maumivu? Asante. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kupelekea mtu akapata maumivu ya kihisia. Lakini leo tunaweza kuzungumzia machache, na mojawapo ni mtu anaweza kuwa amepoteza kitu au akapoteza mtu wake wa karibu. Kwa hiyo kupoteza ni jambo mojawapo. Kwa mtu anaweza akapoteza vitu, akapoteza mtu kwa kufiwa labda, au akapoteza biashara imeshindwa kuendelea, au amepoteza kazi, au akapoteza kitu tu. Lakini sababu nyingine inaweza ikawa ni usaliti. Betrayal ya namna yote ile, sio inaweza kuwa betrayal kwenye mahusiano au usaliti wa inaweza kuwa ni mahusiano labda kimapenzi, lakini pia urafiki au ndugu. Kwa mfano unaweza ukawa kuna kitu kimekutokea, tuseme labda ulikuwa unaomba kazi sehemu, alafu ukafanya interview hujapata. Ukiwa hujapata ile kazi, ukajua kwamba tu umefanya interview hujapata, unaweza kukubali kwamba kazi hujapata. Lakini kwa mfano ukifahamu kwamba hujapata kwa sababu kuna mtu amesababisha kufanya hicho kitu, maumivu yake yanakuwa ni makubwa kuliko kama ambavyo unajua tu kama hujapata kazi kwa sababu tu kufaulu. Kwa hiyo hiyo ni usaliti. Lakini pia unaweza ukawapata maumivu ya kihisia kama ukiwa unakuwa katika mahusiano au mazingira ambayo unaona kama watu hawakujali, ukiwa neglected. Na ni kwa sababu kila mtu anapenda kupendwa, kila mtu anapenda kuonyeshwa ile attention, lakini ukiona kila unachokifanya labda watu hawakukubali, wanakutenga, unaweza ukapata maumivu ya kihisia. Lakini sababu nyingine inaweza kuwa ulikuwa una matarajio fulani ya kitu, alafu matarajio yako usiyafikie, unaweza kupata maumivu. Lakini pia sababu nyingine inaweza ikawa labda unaweza ukawa una kitu ambacho unaweza ukawa una tabia ambayo una tabia yako ya ndani, unatamani sana hiyo tabia kuiacha.
na hiyo tabia ukiifanya inakuletea madhara, lakini sasa kwa sababu unashindwa kuiacha na unashindwa kumwambia mtu akusaidie ili uweze kuacha tabia, kwa unaweza kuwa unaishi na mzigo ambao unakuletea maumivu sana ndani yako. Okay. Yeah. Na kuna mtu labda anaweza akahisi kwamba hii mada labda ni ya mtu fulani. Je, hii awareness juu ya emotional pain ni mtu yote inaweza ikamkuta, yani kwamba inabidi ujue ni namna gani unaweza ukakabiliana na hayo mambo ikiwa yamekupata, na ni yoyote, jinsia yoyote, rika lolote, ama kuna watu specific ambao wanaweza wakapatwa na hizo emotional pain, na huwa wana present na dalili gani, yani kumjua kama huyu atakuwa na, si inaenda sambamba na trauma ya hadi akapresent na hizo emotional gani, kuna hali gani mtu akipresent nayo unajua huyu anahitaji msaada na experience hiyo emotional pain. Kwa yani maumivu ya kihisia, kwa sababu sisi wote tuna hisia. Kwa hiyo maumivu haya ya kihisia yanampata mtu wa umri wote na wa jinsia yoyote ile. Kwa sababu wote tunapenda kupendwa, wote tunapenda kusikilizwa, wote tunapenda kuwa na vitu vyetu, tuna malengo na mambo kama hayo. Na wote tunafanya vitu ambavyo labda unaweza kuwa na majukumu baadaye. Kwa hiyo haijalishi umri wala jinsia. Na sasa kujua kama mtu ana maumivu ya kihisia, unaweza kufahamu mara nyingi. Kwanza unaweza kama mtu kama umemzoea, alikuwa na tabia yake ya namna fulani, na baada ya muda unaona tabia tofauti. Baba mtu alikuwa mchangamfu, baadaye anaanza kuwa uchangamfu umepotea. Alikuwa ni mtu ambaye kila mahali mnaweza mkamuona, baadaye mnaweza kuwa. Lakini pia kuna mara nyingine mtu anaweza kawa na maumivu ya kihisia, ukamuona bali alikuwa na uchangamfu kiasi, baadaye unaweza kana uchangamfu ambao umepitiliza. Ile kama anataka kufunika maumivu aliyokuwa nayo. Unaweza kuwa katika mazingira ambayo yani kwa watu wengine wote wako wanafurahi, wanachangamka, ila wewe bado tu una feel kwamba pamoja na kwamba kuna uchangamfu, kuna kila kitu, bado unahisi kama una upweke ndani yako. Yani unahisi kama bado tu uko peke yako. Ni kama una experience mood swing. Yani uko sababu una furaha, wewe ndani yako una huzuni. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo anaweza kupitia mtu ambaye anapata maumivu ya kihisia. Na kuna ile unaweza ukahisi labda ni watu wa nje ya familia yako ndio wanaweza wakakupitisha kwenye mambo hayo ya maumivu ya kihisia. Lakini haya mambo yanatokea pia ndani ya familia. Ndio, yanatokea sana kwenye ngazi za familia, na ni kwa sababu unajua mtu hawezi kukuumiza kihisia kama hayupo karibu na wewe. Sure. Kwa hiyo inaweza kutokea kabisa ukasababisha maumivu na wazazi na ndugu zako na mwenza na rafiki wa karibu. Kwa hiyo mazingira ambayo upo ndio ambayo kusababishia maumivu ya kihisia, kwa sababu kuna vitu vyako unakuwa unavitegemea katika ile mazingira. So vikitokea na tofauti ndio maumivu unaweza kupata. Okay, na haya maumivu yanaweza yakachukua muda gani? Like labda kuna specific muda kwamba yanaondoka au inabidi yapate tiba, like mtu akiwa ndio muhanga wa hiyo jambo ana experience emotional pain, with time inaweza ikaondoka au anahitaji kupata mtaalamu kwa ajili ya kumsaidia kuepuka hiyo hisia anayokuwa anaibeba? Sasa maumivu ya kihisia kwanza ni jambo la kawaida. Kila mtu ana experience. Okay. Yani wewe kwa sababu una hisia, una vitu vyako ambavyo unavitegemea. Kwa hiyo kila mtu ana experience maumivu ya kihisia. Changamoto inakuja pale ambapo unakuwa na maumivu yanapokaa muda mrefu. Yani kwa mfano kama let's say umesalitiwa na mtu. Unapokaa na ile hali ya kwamba unajiambia mimi amenisaliti, kwa nini? Unapokuwa unajihoji sana vile muda mrefu sana, hiyo inakuwa changamoto. Lakini wote tunapitia maumivu, na unaweza kabisa wewe mwenyewe tu labda ukaamua kwamba yule amenifanyia hivi na hivi, nimeumia, lakini mimi labda nimeamua kumsamehe, nimeamua kuachilia. Lakini sasa unaposhindwa kukubali wewe mwenyewe kwamba hiki kitu kweli kimenitokea, kimeniumiza, ndio kinaweza kikaishia hapa, unakibeba zaidi ukakiexpand. Sasa ukishafika level ambayo umekaa na maumivu muda mrefu sana, kwa sababu uvumilivu wetu wa maumivu haufanani. Kila mtu ana namna yake kuvumilia. Wengine kitu afu pia inategemea na ukubwa wa hicho ambacho kimekusababishia. Kwanza kuchukua mtu anaweza akaumizwa asubuhi, jioni akasema yule bana mimi namwacha tu. Mwingine akamtumia wiki, mwezi. Sasa ukiona kinazidi muda mrefu sana na umeshindwa wewe mwenyewe kama mtu binafsi kuachilia,
hapo ndipo unaweza ukaanza sasa kutafuta msaada kwa watu ambao wanaweza kukusaidia mkalizungumzia jambo hilo ukapata ushauri. Umesema kwamba mtu wa mbali sio rahisi kukudhuru kama mtu wa karibu. Sasa yani ni vyema kubeba maumivu, yani ukawa unapotezea maumivu, ama kusolve like kuset boundaries na mtu ili kuyaepuka yale maumivu, kamweka yule mtu anayekufanya upitie yale maumivu aware kwamba mimi hichi kitu sikitaki, au ni vyema kukaa kimya ukapotezea yakapita? Ipi inakuwa inasaidia zaidi kupambana na hii hali? Okay. Sasa kupotezea maumivu au kupotezea kitu ambacho mtu amekufanyia sio kitu kizuri. Kwa sababu ukipotezea inakuwa kama vile nitumie neno lipi? Kama umejidanganya, au ni kama umefunika kitu, ile funika kwa mwanadamu apite. Funika moto sijui lakini hautakiwi kupotezea. Ambacho unatakiwa kufanya kwanza ukubali kwamba kitu kimetokea. Yaani ukubali kabisa kwamba huyu amenifanyia kitu hiki, na ukubali unachokisikia. Labda nimekasirika, labda nimeona kama nimeonewa, au nimeona kama nimepoteza kitu, unakubali. Alafu sasa kama ni mtu amekufanyia kitu, ni vyema ukamwambia. Labda umwambie kama umenikosea hapa na hapa na hapa, mimi sijafurahia labda, au ningetamani iwe tofauti. Kama ni mtu muungwana, atasema anaomba umsamehe, au kama sio mtu muungwana, anaweza kwambia tu hicho kitu kidogo tu wewe, kwanza jambo dogo tu, yani hicho ndo umemind. Sasa wewe sasa ni maamuzi yako. Baada ya hapo next inabidi wewe sasa useme tu kwamba nimekubali kwamba na maumivu, nimemfuata yule mtu mwenye jambo lake, nimemwambia, labda amepuuzia, au kama ali apologize, nimesameheana pale, ameisha. Lakini kama alipuuzia, wewe sasa inabidi wewe binafsi useme kwamba hichi kitu nimesha kiaddress namna hii, sina cha kufanya cha ziada zaidi ya hapa, kwa mimi nakiachilia, ili wewe sasa binafsi ndio uwe umeshusha mzigo, umekuwa huru. Na tunatofautianaje? Unakuta kuna mtu yani wanasema sijui friji aligandisha, hawezi. Yani kuna mtu uwezi ukamuumiza akakuachia hata sekunde moja, ni lazima msolve ndio tuende mbele. Despite utaumia lakini ataiweka wazi kwamba bwana, this is not right, this is right. Sasa ni skills gani ambazo zinawatofautisha huyu ambaye hawezi kukubali kuumizwa, anaiweka wazi, na yule mtu ambaye anashindwa kujiongelea kwamba naumia? Huwa ni skill gani ambayo mtu inabidi anayo ili aweze kujitetea kwenye hilo? Sasa siwezi kutumia labda maneno ya kitaalamu, lakini kuna watu ambao ni watu tumeumbwa tuko tofauti. Kuna watu ambao tunaweza kujiexpress kirahisi waziwazi kabisa, na kuna watu ambao kujiexpress hawawezi. Kuna wale extrovert na introvert, sio? Kwa wale ambao wanaweza kujiexpress kirahisi, yani ukimfanyia kitu anakwambia hapo hapo na ameshaviacha, ameenda zake. Wale wengine ambao hawawezi kujielezea, ukimfanyia kitu anakiweka ndani, na sasa hata baada ingekuwa anakiweka ndani alafu asema hiki nimecheka afu nimekusamehe, anaanza sasa kujiuliza, hivi kwa nini amenifanyia hivi? Amenionaje? Kwa nini mimi? Kwa nini mtu mwingine? So vinakuwa vimekaa ndani, vimemjaa, anashindwa kuvitoa, anashindwa kusamehe na kumove on. Na jamii yetu kwa ujumla ina mchango gani juu ya kusababisha maumivu kwa watu? Yani mazingira yetu yana mchango gani juu ya kusababisha trauma au hizo emotional pain kwa watu? Na labda kuna specific eneo ambalo mtu anaweza akaomba msaada, maana wengine wanakosa watu wa karibu wa kuwalalamikia. Labda kuna vyanzo ambazo ni specific, mtu akiwa ameumizwa anaweza akaenda kupeleka malalamiko yake. Labda mwingine anatamani kujitetea lakini hajui protocol ya kuepuka yale maumivu ni vipi. Yani mtu anapopitia kuna ile pain inapitia hadi mtu kazi zote zinakata, anakosa hata kuinteract tena, anakuwa antisocial. Sasa namna gani binafsi yake anaweza akajisaidia? Okay. Sasa mazingira ambayo mtu anaishi, mazingira yake yanaweza akampelekea akapata maumivu mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukawa kwa mfano unaweza ukawa uko ofisini, unafanya zako tu kazi vizuri, lakini kukaa tu kuna vitu ukifanya, kuna watu wanakufanya mambo ambayo hayafai. Umeandika ripoti yako vizuri, iende kwa bosi wako,
Labda kuna mtu inabidi aione kwanza kabla hajaenda kwa bosi. Huyo hapa mtu katikati anaweza kila saa anakurusha na ripoti. Wewe kabisa umeona kitu ni kizuri, afu hata comment ambazo anakupa uzione hata kama ni za kukwamisha. Hapo ni ofisini au tu mtu haziendani. Au hapo mtu amekutungia tu jambo ofisini. Amekutungia jambo alafu analitunga, analisambaza, watu wanakuwa wanapata picha tofauti na wewe ambavyo ulivyo. Na bosi wako bado anasikia, unaweza hata ukaisha kupoteza kazi. Lakini pia nyumbani unaweza ukawa kuna watu ambao wana experience kwamba nyumbani kwao wanaona kwamba wenzao wote wanapendwa, yeye peke yake ndo apendwe. Kila kitu na hana pa kushtaki. Na kila kitu kibaki kitokea, cha kwanza kabisa huyu atakuwa fulani hata kama sio yeye. Labda kwa sababu huko nyuma kuna vitu alikuwa anafanyaga, sasa akawa reboard. Hata wenzake wakifanya kitu wanafanya, wanajua kwamba hapa atoboi lazima huyu utakayempata. Wenyewe wanafanya afu wanasogea zao pembeni. Au unaweza na marafiki tu, mmekubaliana kufanya kitu, chenu, mnafanya vizuri, mnafikia katikati, anafanya tofauti. Business partners anaanza kukudhulumu. Mambo mazingira yako kwa kweli ndio ambayo yanakusubject kwenye hizo vitu. Na sasa utaenda wapi kupata labda msaada? Sehemu ziko mbalimbali za kupata msaada. Kuna watu ambao wangeweza kuona psychologist, kuna watu ambao maumivu yao yameletea madhara makubwa, sasa madhara ambayo yanahitaji matibabu kabisa ya madawa, au kuna madaktari hospitalini hapo. Lakini pia ziko sehemu ambazo unaweza ukaenda kwenda sasa kuongea na mtu ambaye atakusikiliza, mkashauriana vizuri, actually mara nyingine unajua unaweza kuwa unapitia kitu alafu unachotaka wewe ambacho kitakusaidia unachotaka. Sasa zingine hata sio ushauri, sio dawa. Yaani unataka tu uende kwa mtu pay attention, akusikilize, ulie, ucheke, unyanyuke, utembe, urudi, upumue, yani bila kukujudge. Eda kusikiliza tu, unataka kama nitasikilizwa mimi, nitasikiliza mwanzo mpaka mwisho, hata ni judge na mtu atanisaidia kufikia solution ambayo ni favorable kwangu. Yaani sema ambayo hautaambiwa tu sasa kwa sababu ya hiki na hiki fanya hivi na hivi na hivi na hivi, kwa sababu sio kila ushauri unamfaa kila mtu. Lakini wewe binafsi ukienda ukasikilizwa, unaweza mkakubaliana options kabisa, kuna option hii na hii na hii, unachagua ambayo inakufaa, unakwenda kuifanyia kazi, inakusaidia. Na kuna watu wao wanasema if you can't heal at least don't break. Kuna mtu yeye ni furaha yake tu kumuona mwingine anaumia, willingly au unwilling, yani yeye anapenda tu aone cause pain, mtu amelia yeye. Unajua wapo watu wa namna hiyo, mara nyingi yale nayo yanakuwa ni matatizo ya kiakili. Sasa pengine labda hajui ni madhara gani yanayomjengea yule mtu anayemsababishia maumivu. Labda kwa kuongea kwako leo akasikia kwamba kitu gani anamsababishia mwingine, huenda akabadilika na yeye. Perpetuator wale wanaosababishia wenzao maumivu. Je, ni madhara gani ambayo mtu akibeba maumivu anaweza akayapata? Mtu akibeba maumivu kwa muda mrefu, unajua maumivu ukiyabeba yanakuwa yamekukaa, nimeshika hapa yaani ni kama vile amekukaa hapa kumbe hajakaa hapa. Yapogo tu kwingine. Kama vile umekabwa mpaka yana nani? Yanakuwekea kama ukungu kichwani. Huwezi kufocus. Yaani huwezi kufikiri vizuri. Kwa hiyo hata kufanya kazi zako binafsi unashindwa. Kila saa hilo jambo linakuwa linakuja. Utafanya kitu hivi yule, kwa nini lakini vile? Unaweza kushindwa kufanya biashara, unaweza ukashindwa kufikiri, unaweza kushindwa kufanya kazi, unaweza ukashindwa kulea watoto wako, unaweza kushindwa kukaa kwenye mahusiano. Yaani kwa kifupi tu maisha yako ya kawaida yanakuwa yamevurugwa kwa kipindi ambacho unao maumivu, kwa sababu unaweza ukapitia maumivu yani ukaumia kiasi kwamba huoni mbele. Huoni, na ndio sababu wapo watu ambao wanajiua kwa sababu ya kuwa na maumivu. Wapo watu ambao wanapata kabisa ukichaa kwa sababu ya sababu mbalimbali kama hizo. Kwa hiyo kwa kweli watu ambao wanasababisha wenzao vitu intentionally, kwa sababu kama ni mtu ambaye anafurahia, ina maana probably anafanya intentionally, lakini pia inawezekana mtu alifanya bila kukusudia. Kwa hiyo kama mtu anafanya bila kukusudia, basi akishapata hii elimu, kama anakumbuka watu ambao walikosea,
akaombe tu msamaha, ambaye jamani, I did this and that, sikuwa najua kama nimekuumiza, nisamee, tusonge mbele. Yeah. Ni kweli. Na ni faida gani labda mtu anaipata anapozungumzia maumivu yake? Yaani kuna wale wanaochagua kuyabeba na kuna wanaochagua kuyaongea. Ni nini huwa kinamwepuka labda akiwa anapata huyo wa kuongea naye kama hivyo? Sawa, ukiwa una bahati ya kupata mtu wa kuzungumza naye ambaye umemwamini kwamba hekima anayo, siri anao na utulivu anao. Kwa hiyo unakuwa kwanza ule mzigo ambao ulikuwa unatembea nao mwanzo ule, cha kwanza kabisa unatua mzigo jamani. Yaani mzigo unashuka papo. Lakini cha pili, unajua unaweza ukaelezea hicho kitu ambacho kimekuumiza, ambavyo jinsi unavyokizungumzia, jinsi unavyozidi kukizungumzia, unazidi kukielewa hicho kitu, na unaweza kuona kabisa kwamba labda mwanzoni unaweza kuwa unafikiri kwamba hakuna suluhisho lake, lakini jinsi ambavyo unakizungumzia, kwa sababu wakati unaongea na unakisikia, kwa unapokuwa unakisikia unaweza kuanza kuona sasa hapa ni maybe na hivi na hivi, na unaweza hata kujikuta wewe mwenyewe unaanza kujiambia kwamba kumbe hata solution ni hii. Kwa hata mtu mwingine hapa kuletea ushauri na umesikia vizuri, kwa tatizo unapata clarity, unaweza hata kuwa tayari sasa kupata ushauri kutoka kwa mtu mwingine kwa sababu umeweza kuelezea tatizo lako. Lakini pia ile tension sasa ile ambayo ilikuwa inakufanya usifanye kazi vizuri inakuondokea, unaanza kuona sasa kumbe kuna maisha baada ya maumivu, ukaanza kuwa effective, unafanya kazi zako vizuri na maisha pole pole yakaanza kurudi katika hali yake ya kawaida. Emotional pain, hizi ndo trauma watu wanazokuwa nazo, si ndio? Sasa kwa upande wa mahusiano, maana sasa hizi mahusiano mengi yanavunjika, ni kwa kukosa elimu za kujua hivyo, kama watu wanabeba mambo yao, si ndio? Sasa kwa upande wa victim, unawezaje kupitia zile hatua za awali za kujiponya kwenye yale maumivu hadi uende ukop na mwenza wako? Au na wewe kama sio mtu mwenye hiyo emotional pain, unawezaje kumkabili mtu ambaye ni victim wa yale mambo? Maana watu wana experience kama ulivyosema mood swing, hasira. Unakuta upo na mtu kwenye mahusiano ana wivu muda wote, ana insecurities zile. Yaani unakuta hadi unaona sasa wengine hadi wanajitenga, wataki kabisa mahusiano na watu, wanakosa wenzao. Mtu anaona bora nikae, ndio mwingine mtu anakuambia bora nipate hela, sitaki hata mtoto mwenyewe, sitaki hata, anaona ni self kuwa mwenyewe ni sawa. Hawa watu wanawezaje kucope? Kwa sasa, kwa mtazamo wangu mimi ninaona kama kwenye mahusiano, kwanza kabla hujaingia kwenye mahusiano na mtu, zile stage za mwanzoni za kudate, inabidi tufahamiane. Watu wanaona kufahamiana ni kupima ukimwi tu. Ndio, hapana, sasa kupima ukimwi tu. Tufahamiane vizuri, yani tuulizane maswali ambayo wengi hatuulizani. Na ndio tunajikuta tumeingia kwenye mahusiano huko mbele ya safari, kitu ambacho tulikuwa tunakikwepa huko mwanzoni, kwa sababu kwamba huyu ni kimoja uji sana, anaweza kaniacha. Tunakuja kuachana hard talks mbele huko mwisho. Kwa huko mwanzoni nafikiri tujenge tu utamaduni jamani wa kuulizana vitu vya msingi kama hivyo. Sasa kama, kwa sababu ninaamini kwamba zile za mwanzoni ungeweza kuchukua muda mrefu kabla mjawa na mahusiano ambayo yameshakomaa. Kwa hiyo mtaulizana, ukiacha tu kuulizana majina na ukoo, tuulizane na historia. Kama ushakuwa na mpenzi zamani, labda nini kilitokea huko zamani, au kwenye familia yako ni nini kilitokeaga huko nyuma. Kama kwa sababu ukimuuliza mtu una maumivu, anaweza sikwambie, lakini katika kuongea unajaribu tu kujua kwamba labda kuna kitu kimetokea kwenye familia yake au kwa historia yake huko nyuma, ili sasa uone wewe, yani mimi kama Stella, huyu mtu mwenye historia hii kwanza nitamweza. Ukiona kama huwezi, huku mwanzoni ni rahisi kujiasua, kuliko mnabebana huko mbele mnakwenda kushindana na ndoa ya miaka 20 au sijui kumbe mingapi. Unaanza kuwa mtu anakuwa kila siku, yani yeye ukifanya kitu anapimia kile kitu alifanywa zamani. Ukifanya hiki au anataka kufanya kama yule. Kwa hiyo tujue tuulizane huko mwanzoni vizuri. Mimi ndo huo ndo mtazamo wangu mimi. Okay, na kuna mtu labda ndio anapitia hiyo hali, lakini kwenye kuwaza msaada hawazi labda mtu wa karibu yake, marafiki, familia. Labda na marafiki na familia wana mchango gani juu ya
kusaidia mtu mwenye maumivu au hawana mchango? Sasa marafiki na familia mchango wanao. Kwa mfano ukiwa na marafiki ambao mnakuwa free, mnaweza mkamzungumza mambo yenu na yasitoke. Maana kuna hilo jambo hilo. Ya kwamba mnaweza ukawa mnazungumza vitu alafu mtu akaenda akavitoa. Kwa hiyo lakini marafiki na familia nafikiri ndio watu wa kwanza ambao wanaweza kutusaidia. Unatafuta mtu ambaye katika familia ambao unamwamini, ambao unamwona pia ni unadhani unaweza, na pia watu ambao wanaweza kushauri, unaweza kaona kwanza mwanzoni, kwa sababu tunaishi nao. Kwa marafiki mchango wanao, kama ni watu ambao mnaweza mkazungumza vitu afu vikabaki ndani vinasaidia. Okay, hapa naona kuna umuhimu mkubwa wa watu kuwa na emotional intelligence. Unajua kuna by summary, kuna hard copy na inner copy. Ile inner copy iko very soft, ambayo sasa ndo mtu inabidi ajitambue yeye ni nani, anataka nini, na atakipataje, namna ya kukiendea kile unachokitaka. Yani ile elimu wengi wanakuwa wanaikosa ya kujitambua yeye. Ndio maana unakuta kuna mtu akiwa judged na mtu anaumia sana. Umevaa umejiona kabisa nimependeza, lakini ukatoka nje mtu akwambia leo umezingua, inaweza ikamkata siku nzima. Ni kukosa ile emotional intelligence, uwezo wa kujitambua wewe ni nani na unataka nini. Je, kuna watu hawa ambao hawana hii elimu wanasaidika vipi, ama ni hatua gani za awali mtu anaweza akazipitia za kujitambua yeye ni nani? Yani tunawezaje kuwasaidia wasiojitambua wakajitambua? Asante. Sasa kuna elimu mbalimbali au kuna watu mbalimbali ambao wanatoa hizo wanatoa ushauri, wanatoa elimu. Kwa siku hizi unajua elimu zipo kiganjani. Unaweza ukasoma ukaanza hatua za mwanzoni ukaanza kuelewa, lakini kama pia ukiona hujaelewa, wapo wataalamu, wapo watu ambao wanajua hivi vitu. Unaweza kama ambavyo tu unatafuta msaada wa kujua kusave hela, kuinvest, kuinvest, kununua hisa. Wapo watu ambao wanaweza kufundisha awareness, ukajifahamu na mambo kama hayo, au namna gani ya kujikinga na hizo maumivu ya kihisia, au kama umeshapata jinsi ya kuyakabili. Watu mbalimbali wapo na wataalamu wapo wengi tu. Sema sasa ni wakati mwingine ni kazi ya mtu binafsi kutafuta, au kama hivi sasa unavyotusikiliza unaweza umeshasikia hapa ulipo Dr. Koja, Nisela, unaweza ukatafuta, labda kama one of us akishindwa kukusaidia moja kwa moja, unaweza ukapewa referral, ukaambia bwana, hapa mimi kama nimeishia hapa, uende sehemu nyingine na mtu kama. Kwa hiyo wataalamu wapo ambao wanaweza kukusaidia. Okay, tunapoelekea kuhitimisha, unashauri nini jamii juu ya hii mada yetu ya leo? Nini wanaweza wakafanya, nini wasifanye, ni namna gani wanaweza wakawa na mahusiano yenye afya, ni vitu gani vya kuvipotezea haraka kabla hayajawa ni mambo makubwa kwa afya zao, hivyo ili tukajua ni namna gani watu wanasaidika. Sawa. Kwa hiyo sasa kwa specifically kwa haya maumivu ya kihisia, I think kitu cha kwanza ni mtu anapokufanyia kitu au anapokutendea kitu. Mara nyingi tumezoea mtu akikufanyia kitu unaanza kusema amenifanyia hivi kwa sababu mimi ni hivi na hivi. Yaani tunajihamishiaga vitu. Hivi amenichukuliaje? Au kanifanyia hivi kwa sababu mimi labda sina hela. Mimi sijasoma, mimi mweusi, mimi mwembamba, mimi mfupi. Lakini kumbe mtu ukute kafanya kitu chake, hajawaza kitu hata kimoja. Yaani hajawaza kabisa hivyo ambavyo unavyowaza, kafanya kwa sababu ni tabia yake. Kwa hiyo ni wewe hapo kwanza husiki. Tunazoea sana kujilaumu mtu akutufanyia kitu. So cha kwanza ni kutokujilaumu kwamba bali tufanyia kwa sababu yako wewe. Lakini kwa mfano kama mwanzo uliulizia kuhusu mtu amekujaji. Mtu anapokujaji, the best thing unaweza ukafanya, kwa mfano mtu anakuambia labda anakuita kitu chochote kinachokuita, labda akamwambia labda mbwa wewe. Mimi hapa nikijiangalia najua mimi ni mtu. Mimi sio mbwa, sina miguu minne, sina mkia, sina nini. Kwa hiyo uwezo wa kuona kwamba kila ambacho mtu amekwambia sio wewe, yani kama sio tabia yako, unasema hayo ni mawazo yake, sio ya kwangu. Sio. Lakini sasa ukijikuta sasa umeshapitia kwenye maumivu,
ndio zile stage za mwanzoni kwamba unaweza kama mwenyewe kumsamehe huyo mtu, unamsamehe, unamforward. Kwa sababu pia kumsamehe mtu haina maana kwamba lazima kama mtu amekufanya kitu kimekuumiza sana, kumsamehe haina maana kwamba ukishamsamehe ndio lazima tena muendelee kwa mabesti. Unaweza ukamsamehe lakini ukasema bwana mimi nimekusamehe ili mimi nisiumie, ila sasa bwana wewe nenda na zako na mimi niende na safari yangu Kwa hiyo zaidi ya hapo, kama unaona sasa unashindwa kabisa, unaweza ukatafuta watu kusaidia, na ndio sababu sasa sisi tupo, unaweza kutafuta, tunakusaidia pamoja, na lengo letu kubwa tuweze kupona pamoja, kwa sababu maumivu hayana mtu mmoja, kila mtu anayapitia, lakini kwa sababu tume experience vitu tofauti kwamba tofauti, kwa kutafuta watu ambao wameshapitia na wana uwezo wa kukusaidia, wanaweza kukusaidia ukamove hatua moja mbele. Okay, tumefikia hitimisho ya kipindi chetu. Natumai watu wamesaidika mno. Hata mimi binafsi kuna ambayo nimejifunza sana kutoka kwako Madam Stella, nimebarikiwa. Na hewani tulikuwa na kipindi juu ya emotional pain. Natumai mmesaidika kama ambavyo mimi mwenyewe nimepata baraka. Ulikuwa nami Dr. Koja pamoja na Stella Kasone ndani ya kipindi cha Duka Huru Podcast. Let's all win.